Leo tunaendelea na sehemu ya pili ya somo letu la itifaki. Hebu sema itifaki. Itifaki. Tunajifunza juu ya kuijua itifaki ya Mkristo na kuiheshimu. Kuijua itifaki ya Mkristo na kuiheshimu. Andiko letu Wakorintho wa kwanza sura 14 mstari wa 40. Isomee lile andiko tena. Wakorintho wa kwanza 14 mstari wa 40. Karibu. Amen. Wakorintho wa kwanza 14 mstari wa 40 nasema, ndio, lakini mambo yote na yatendeke kwa uzuri na kwa utaratibu. Hebu sema wote, lakini mambo yote. Lakini mambo yote. Sauti hizi hazilingani na jinsi mlivyo. Tuseme kwa pamoja, lakini mambo yote. Lakini mambo yote Na yatendeke kwa uzuri. na yatendeke kwa uzuri Na kwa utaratibu. na kwa utaratibu. Na kwa utaratibu. Na kwa utaratibu. Na hilo ndio neno la Bwana. Amen. 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 Mambo yote na yatendeke kwa uzuri na kwa utaratibu, si kwa vurugu wala ugomvi au vita yoyote. Mambo yote yatendeke kwa uzuri na kwa utaratibu. Nilisema kwenye utangulizi kwamba Mungu aliposema na tumuumbe mtu kwa mfano wetu, maana yake yeye alimkusudia huyo mtu aishi maisha yanayozingatia viwango alivyomwekea. Bwana asifiwe. Mungu alipomuumba mtu, alimkusudia huyo mtu aishi maisha yanayozingatia viwango alivyomkusudia. Katika kitabu cha Waefeso sura ya 2 na mstari wa 10, Biblia inasema tuliumbwa katika Kristo Yesu ili tutende matendo mema ambayo Mungu aliyatengeneza tokea awali ili tuenende nayo. Hebu rudia hilo andiko ulisome na wengine wasikie vizuri. Andiko la Waefeso 2:10. Karibu. Efeso 2:10. Waefeso 2:10. Yenyewe inasema, ndio, maana tu kazi yake. Maana tu kazi yake. Tuliumbwa katika Kristo Yesu. Tuliumbwa katika Kristo Yesu. Tutende matendo mema. Tutende matendo mema Ambayo tokea awali Mungu aliyatengeneza ili tuenende nayo. Mungu aliyatengeneza ili tuenende nayo. Amen. 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 Mungu aliyatengeneza ili tuenende nayo. Sasa tukaangalia neno itifaki ni nini, au linamaanisha nini neno itifaki. Tukaona neno itifaki maana yake ni protokale, na protokale ni itifaki. Kwa tunaposema neno itifaki, tuna maana ya protokale, na protokale hiyo ni itifaki. Nikasema neno protokale linatoka kwenye lugha ya Waingereza na neno itifaki linatokea kwenye lugha ya Waarabu, yani lugha ya Kiarabu. Kwa maneno yote mawili yana maana ile moja Kiswahili, kwenye lugha yetu ya Kiswahili, yakimaanisha juu ya taratibu nzuri za uendeshaji wa kazi au mambo yako binafsi, familia, kanisa, nchi, taasisi na makundi mbalimbali. Yaani kama wewe binafsi unaendesha mambo yako kwa uzuri, familia yako unaiongoza vizuri, kanisa, nchi, taasisi au kundi lolote, akija mtu anayejua itifaki, anayejua protokale, atapata kitu kwamba hawa watu wamefundishwa vizuri, wamelelewa vizuri. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Itifaki inaanza na mume kumheshimu Kristo. Bwana asifiwe. Amen. Tukiangalia itifaki kwenye mtiririko wake, inaanza na baba au mume kumheshimu Kristo, mke kumheshimu mume wake, mtoto kuheshimu wazazi, mdogo kuheshimu mkubwa, mtumishi kuheshimu kiongozi wake,
na Mkristo kumheshimu Mungu. Sasa neno Mkristo linawakilisha watu wote. Hapa hakuna mume wala mke, wote wanaoitwa Wakristo kumheshimu Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana tunaiangalia itifaki kwenye eneo la Mkristo. Kwa ufupi, neno itifaki tunaweza kuliona lilivyo na matumizi yake kutokana na ufafanuzi wa andiko lile la Wafilipi sura ya 4 mstari wa 8. Hebu tuangalie pale Wafilipi 4:8. Soma haraka mstari mmoja tu. Tupe ule mstari mmoja. Wafilipi 4:8. 4:8. Yenyewe inasema hivi. Ndio. Hatimaye ndugu zangu, mambo yote yaliyo ya kweli. Hatimaye ndugu zangu, mambo yoyote yaliyo ya kweli. Yoyote yaliyo ya staha. Yoyote yaliyo ya staha. Yoyote yaliyo ya haki. Yoyote yaliyo ya haki. Yoyote yaliyo safi. Yoyote yaliyo safi. Yoyote yenye kupendeza. Yoyote yenye kupendeza. Yoyote yenye sifa njema. Yoyote yenye sifa njema. Ukiwapo wema wowote. Ukiwapo wema wowote. Ikiwapo sifa nzuri yoyote. Ikiwapo sifa nzuri yoyote. Yatafakarini hayo. Yatafakarini hayo. Tuliumbwa katika Kristo Yesu ili tutende matendo mema ambayo Mungu aliyatengeneza tokea awali ili tuenende nayo. Hatimaye ndugu zangu, mambo yoyote yaliyo ya kweli, yoyote yaliyo ya staha, yoyote yaliyo ya haki, yoyote yaliyo safi, yoyote yenye kupendeza, yoyote yenye sifa njema, ukiwapo wema wowote, ikiwapo sifa nzuri yoyote, yatafakarini hayo. Bwana asifiwe. Maana yake tulisukwa, yani tuliumbwa, yani kwenye ile DNA yetu. Sisi wote tuliookoka tuna DNA za Kristo. Unajua mwanadamu toka kwenye asili yake Mungu anamuumba, hakukusudiwa kuwa mwizi, hakukusudiwa kuwa mwongo, hakukusudiwa kuwa malaya, hakukusudiwa kuwa tapeli, hakukusudiwa kuwa jambazi, hakukusudiwa kuwa mtu asiyeeleweka. Mungu alimuumba mwanadamu awe mwema, awe mzuri. Hivyo ndivyo alivyoumbwa. Lakini adui alipoingia akamchepusha Eva, na Eva akamchepusha Adamu, mwanadamu vikaanza kuzaliwa vitu ambavyo viko tofauti na makusudi ya Mungu. Ndio maana Biblia inasema tunaporudi katika Kristo Yesu inaanza kujitengeneza kutoka kwenye uumbaji wetu, kwamba tuliumbwa katika Kristo. Ndio maana kuokoka ni kuumbwa upya. Biblia inasema hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo Yesu amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Bwana asifiwe. Kwa ukisema nimeokoka, maana yake ni kama umeumbwa upya. Tuliumbwa katika Kristo Yesu ili tutende matendo mema ambayo Mungu aliyatengeneza tokea awali ili tuenende nayo. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa unapomtukana mwenzako, unapompiga mwenzako, unapomfanyia jeuri mwenzako, unapomwibia mwenzako, unapozini na mwenzako, wewe unakiuka mpango na kusudi na itifaki ya Mungu aliyomkusudia mwanadamu. Itifaki inaweka uwiano mzuri wa jambo linavyotakiwa kutendeka kwa uzuri na kwa kuzingatia utaratibu wake. Itifaki ndiyo kikomo cha moyo na nafsi ya mtu kuridhishwa na kiwango cha uzuri wa kazi au jambo lilivyotendeka kwa utaratibu wake. Itifaki kitumiwa katika eneo lolote, moyo unaridhika, nafsi ya mtu inaridhika. Kwa itifaki ndiyo inaoweka huo usawa, huo uwiano wa jambo au kazi inavyotakiwa kufanywa kwa uzuri na kwa kuzingatia utaratibu wake. Kazi ya itifaki ni kuweka leveling ya jambo kwenye uzuri na utaratibu wake wa jinsi linavyotakiwa kutendeka. Kwa mfano,
Nilitoa mfano ile Jumapili ya kwanza nilipokuwa nafundisha, nikasema kwa mfano, nikaelezea namna tulivyokaa kanisani. Hebu kila mmoja jiangalie ulivyokaa, mwangalie mwenzako alivyokaa. Je, tumekaa namna gani? Tumekaa kwa kuzingatia itifaki au kila mmoja amekaa aonavyo? Mungu atusaidie. Leo itifaki tumeitendea haki. Nilisema siku ile, unapoingia kanisani, kwa wewe mwenyeji wa kanisa hili, ni lazima uijue itifaki ya kanisa lako. Hivi viti viko hapa, unajua kabisa ni vya kundi fulani. Kuna watendakazi, watumishi wa Mungu, wainjilisti wanakaa hapa. Hivi viti ni vya wazee wa kanisa. Vile viti ni vya mchungaji pamoja na wazee na kiongozi wa ibada. Tuko pamoja? Na tukasema praise, kwa sababu ya huduma yao wanatakiwa wakae mstari huu wa mbele. Tuko pamoja? Tuko pamoja? Sasa wengine wote unafika unakaa kule nyuma, sio sawa. Njoo uanzie pale, kwa sababu ujue wewe umetoka nyumbani. Kuna watu tangu jana au alfajiri wamekuja hapa mapema, wanakupangia kiti vizuri, wameondoa vumbi kuhakikisha wewe ukija unakaa. Kwa unapokuja unaanzia kule, una maana ya aliyechelewa aje kae mbele, kitu ambacho sio itifaki. Tuko pamoja? Kwa hiyo mfano wake sasa nikasema tuangalie kwenye mazingira yetu. Kwa ukija kwa mfano wewe labda umekuja moja kwa moja tukakukuta umekaa kwenye kiti alichokaa katibu wa kanisa, maana yake tutashangaa. Na kwa nini tunashangaa? Tunajua huyu amekiuka nini? Itifaki. Tukija wewe sio kiongozi wa ibada, tukakukuta umekaa hapa alipokaa mzee Metusera, yaani wala hakuna shida yote, ila tu umeamua kuja kukaa hapa. Unajua watu watashangaa, maana watu watajiuliza, kiongozi wa ibada leo ni Rayson? Sasa wamemkuta amekaa hapa. Tuko pamoja? Tunaelewana vizuri? Kwa tukimwona mtu aliyekaa hapa, tunajua kabisa kwamba huyu ndiye kiongozi wa nini? Wa ibada yetu. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa itifaki inaweka leveling, jinsi mambo yanavyotakiwa kuwa. Na tukawa tunajiuliza swali lingine kwamba tukitoka kwenye ukaaji wetu, kwa hiyo hivi tulivyokaa leo tumezingatia itifaki. Usiache kiti mbele kama hakuna mtu aliyekaa hapa akaondoka, labda amekaa ameenda kujisaidia au ameondoka kwa dharura yoyote, hilo ni jambo lingine. Lakini wewe unapofika, angalia kiti ambacho kiko mbele yako. Tuko pamoja? Tuko pamoja? Maana yake wakati mwingine tunapata wageni. Kwa mfano, tumepata mgeni kaja kutuhubiria neno la Mungu, halafu kwa mfano Jumapili ijayo tuna ibada ambayo inatukusanya watu wengi. Tuko pamoja? Sasa ile ibada inayotukusanya watu wengi, kwa vyovyote vile ina itifaki yake. Kwa hiyo wako watu wa itifaki watakao hakikisha mambo yanakaa kwa uzuri na kwa utaratibu. Jina la Bwana libarikiwe. Na kwa sababu kanisa letu linakuwa, linawezekana mbele ya safari tukawa na watu wa itifaki wanaoangalia itifaki ya mambo mengi hapa kanisani. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa nini? Kwa sababu itifaki ni muhimu. Itifaki hata huko katika mazingira mengine, itifaki ni jambo la muhimu. Sasa kwenye utaratibu wa maisha tu ya kawaida, inaondoa migongano, inaondoa vurugu, inaondoa sintofahamu nyingi katika mambo mengi. Lakini tukaangalia, je, masaa yako ya ibada unayatumia sawa? Unapokuwa ibadani, masaa yako ya ibada unayatumia sawa? Unapokuwa ibadani, jiulize, unayatumia kumtafakari Bwana kwa uzuri wake, au unayatumia tu hewani? Nikasema hivi, ibada zetu hapa zinachukua masaa 3 kwa wastani. Ikitokea kuzidi ni kidogo, ni mara chache, lakini wastani ni masaa mangapi? 3. Sasa yale masaa 3 unaweza ukajipigia hesabu wewe, hivi leo nimemwabudu Mungu au nilikuwa tu na randaranda? Maana yake unapoingia kwenye mazingira haya, unapaswa uangalie kiti chako
kwa mujibu wa itifaki ya kanisa letu, kaa utulie. Sasa unapofika kanisani, mara umekaa dakika 2, umeenda kutembea nje, mara umerudi umekaa, mara umeamka, si umeenda kupiga story na mtu nje, mara si unazunguka, unaweza ukajikuta badala ya kuwa mwabudu ukageuka kuwa mzururaji. Tuko pamoja? Kwa sababu Mungu pia anatuangalia, je, tulienda kuabudu au tulienda na mishemishe zetu? Miaka kama 5, 6, 7 nilikuwa na ndugu mmoja hapa. Kishafika kwenye ibada, atakaa muda fulani, kaamka kaenda kule nje, kaangalia masaa, mara merudi amekaa. Sasa siku moja nikamwambia, wewe ndugu, unakuja kuabudu au unakuja na mipango yako? Yaani humuoni kabisa na utulivu. Na mimi nilimfuatilia muda mrefu, nikagundua huyu jamaa ni kama anakuja kuzurura tu, haji kumwabudu Mungu. Tulia. Tuko pamoja? Tende kupiga mastori nje bila sababu. Wewe umekuja ibadani, unanyenyuka kama unaenda kufunga tai huko, unanyenyuka labda kuna dharura, wa mama wanaohudumia watoto, labda mtoto anahitaji huduma. Nje ya hapo, ndio maana wengine kwa kuheshimu Mungu hata simu yake anazima, kila kitu ili aweze kuwa na nafasi ya kumtafakari Bwana. Tuko pamoja? Angalia mfano mzuri kwa Daudi, Zaburi ile ya 27 mstari wa 4. Biblia inasema, neno moja nimelitaka kwa Bwana, na hilo ndilo nitakalo litafuta, nikae nyumbani mwa Bwana siku zote, nikitafakari uzuri wake, wema wake, uaminifu wake, upendo wake. Sasa unapoingia ibadani, umekaa kwenye kiti, hata kabla hujaelekezwa, hujakutana na msimamizi wa ibada, ile tu kuwa mbele za Mungu kwenye ibada inakupa nafasi ya kutafakari. Asante Mungu kunipa siku ya leo. Asante kunifikisha ibadani leo. Asante kwa kunilinda wiki nzima. Au naingia kutafakari neno la Mungu kwenye Biblia yako. Jina la Bwana libarikiwe. Usiutumie muda kwa mambo mengine. Kwa nini? Kwa sababu haya masaa ujue ni maalumu kwa ibada. Katikati mwa wiki tuna saa 1.5, masaa 2. Unaweza ukajiangalia, je, nimeabudu au nilikuwa na zurura? Lazima uangalie. Tunaelewana vizuri? Tukaangalia wiki ile, tukaangalia, je, utumishi wako. Tunapokuja hapa kanisani tunafanya utumishi. Bwana asifiwe. Tunafanya utumishi wa sifa, wa maombi na sadaka. Tuko pamoja? Kwa mfano sasa hivi tulikuwa tunamtumikia Mungu kwenye nini? Kwenye sifa. Usijilee, usijiheshimu sana kuliko Yesu. Msifu Mungu. Nilikuwa nakuja asubuhi na familia yangu, tukakutana na ndugu mmoja ambaye ametaka kutusababishia ajali barabarani. Kalala usiku mzima kwenye pombe. Sasa zile pombe zilishaharibu akili, kachukua kofia kapiga usoni namna hii. Sasa anatamba na sasa tunawahi ibada. Sasa Mungu wangu, tumeshtuka tu ghafla, tayari ameingia barabarani, kafunika uso wake na likofia. Yeye yumo tu. Nikanawaambia familia yangu, sasa huyu mtu, fikiria huyu ndio baba yako, kalala kwenye pombe. Hivi hali ya nyumbani ikoje? Mazingira ya kifamilia. Huyu mtu amelewa saa hizi asubuhi na sisi tumewahi. Saa 1 kama na dakika 40 ndio tulikuwa njiani tunakuja. Lakini huyu jamaa ameshalewa, yuko bui. Sasa kwenye ulimwengu wake anaona ni sawa. Wewe umefika kwa Mungu, si hata hiyo koti yako ilowane kwa kumsifu Mungu. Kwani kuna hasara gani? Hivi nikienda kufua jasho la kumsifu Mungu, si ni sawa? Kwani tunafua nguo kwa majasho mengine tu ya kukimbia, wengine tunatembea, mambo mengi tu. Sasa nikifua nguo yangu kwa sasa, mwingine kawa ibadani, hata muda kumsifu Mungu. Sifa ni utumishi. Wengine katikati ya sifa Mungu anawahudumia. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo huu ni utumishi tunafanya. Ni muda wa maombi, omba. Tuko pamoja?
Omba mpaka usikie roho yako inaomba. Tunaelewana wandugu? Haya, tukaenda kwenye sadaka. Sadaka nazo zina itifaki yake. Kuna itifaki ya kutoa zaka, imewekwa, toeni zaka kamili. Hiyo ni itifaki imewekwa. Haya, kuna sadaka ya ibada. Ibada ina sadaka, sio zaka jamani. Zaka ina utaratibu wake, ni 10% ya pato lako, jinsi Mungu alivyokubariki katika wiki hiyo na katika mwezi huo. Lakini kuna sadaka ya ibada, Bwana asifiwe, ambayo Biblia inasema msiende mbele za Bwana mna mikono mitupu. Watu wengine wanachanganya, anafikiri zaka ndio hiyo. Zaka unapopata hela yenyewe inajitenga, ya Mungu inakaa pembeni. Unaposema naenda ibadani, kuna sadaka ya nini? Ya ibada yako. Unaelewa watu wa Mungu? Yaani unaposema naenda ibadani, na andiko linakuja, watu wangu wasitokee mbele zangu wana mikono mitupu, maanake kuna sadaka ya ibada. Yaani sadaka ya ibada haijalishi siku hiyo una zaka huna zaka, yenyewe ipo, ili mradi unaenda kwenye ibada. Itifaki yake, ili ibada yako iweze kuwa sawa katika viwango Mungu alivyokuwekea, ni lazima kuwe na kitu kinaitwa sadaka. Ndio maana wenzetu waliotutangulia walipeleka wanyama, walipeleka njiwa, ili ibada yao iwe kamili. Bwana asifiwe. Kama ulianza kazi sasa ukapata mshahara wa kwanza, unajua leo nina limbuko ya ibada. Bwana asifiwe. Kama kuna jambo Mungu alikutendea au unasikia kumshukuru Mungu, hilo ni jambo lingine. Kuna sadaka ya shukrani, lakini kuna sadaka ya ibada. Tunaelewana? Inayokamilisha ibada yako. Haya, tukaangalia jambo lingine. Mida yetu ya ibada inajulikana. Unakuta mwingine anakaa hapo, lakini na yeye anafanyaje? Anachelewa. Kuna mtu anachelewa kutokana na umbali anakoishi, lakini kama ungekalkuleti ule muda alioamka, alikuwa amejitahidi. Lakini tu kwa sababu ya umbali amejikuta amechelelewa wapi? Njiani. Lakini mtu mwingine anakaa hapa amejijengea tabia ya kuchelewa. Huu ni utovu wa nidhamu, ni kukosa adabu. Uko pamoja? Amen. Kwa nini? Kwa sababu ni lazima ujue muda wa ibada yako, na Mungu anaheshimu ile mida tuliyojipangia. Bwana asifiwe. Biblia inasema wakutanapo watu 2 watatu kwa jina langu, nami niko hapo katikati. Sasa tuliposema tutamwabudu Mungu kwa muda huu, ni lazima uzingatie. Sasa unapokuta wakati mwingine wewe Mungu amekujalia unakaa karibu, aliye mbali anawahi, wewe uliye karibu nafanyaje? Hapana, hii sio sawa, ni kukiuka itifaki. Nikasema Mkristo akijua itifaki, akaiheshimu, akaishi kwa furaha na amani, ana nafasi kubwa ya kumpendeza Mungu na wanadamu. Bwana asifiwe. Wanadamu wanatuangalia kutokana na namna ambavyo sisi tunatembea kwenye itifaki. Unajua kuna watu wanatembea kwenye itifaki hata bila kujua kama anaitendea haki itifaki, lakini the way jinsi alivyojiweka, anavyofanya mambo, unamuona kabisa huyu mtu anaitendea haki itifaki. Maana itifaki ni kufanya jambo kwa uzuri na kwa nini? Na kwa utaratibu. Yaani ukifanya jambo kwa uzuri wake na utaratibu wake, wewe unaifanyia kazi nini? Itifaki. Kwa lugha nyingine, wewe ni mwana itifaki. Nikasema kuwa Mkristo, maana tunaiangalia itifaki ya Mkristo. Nikasema kuwa Mkristo, hebu sema Mkristo. Kuwa Mkristo, nikasema ndio daraja ndio daraja la juu la mtu
kupendwa, kuaminiwa na kuheshimiwa na Mungu duniani. Wiki ile nilisema kuwa Mkristo sio daraja dogo. Mkristo aliumbiwa kutenda mema na kufanya mambo kwa uzuri na kwa utaratibu. Dunia inahitaji ijifunze kutoka kwa Mkristo. Bwana asifiwe. Tuko pamoja? Kama ni kusema ukweli, ukweli uko kwa Wakristo. Tuko pamoja? Maana Yesu ndiye nini? Yesu ndiyo nani? Yesu ndiye kweli, ndiye njia na kweli na kama ni upendo wa Kristo ndio watakiwa kuishi katika nini? Kwa sababu Mungu wao ni nani? Mungu wao ni nani? Ni pendo. Kwa unapompata Yesu, manake hutarajii kwenye maisha yako uwe na vitu vya ovyo ovyo. Tunaelewana wandu? Tunaelewana? Unapoitwa Mkristo ndio cheo kidogo, ndio daraja la juu. Nilisema ile wiki kwamba hizi ngazi zote unazosikia, mara askofu, sio askofu mkuu, mara mchungaji kiongozi, mara mchungaji, mara sio mtume, mara sio nani, hivi vyote ni nyongeza. Tuko pamoja? Ni nini? Ni ziada. Lakini kuwa Mkristo maana yake, unajua kuwa Mkristo kunakupa daraja mbili. Madaraja mangapi? Daraja la kwanza, wewe ni mwana wa Mungu. Tuko pamoja? Mwana wa mfalme ni nani? Mwana wa mfalme ni nani? Ni mfalme. Kwa mwana wa Mungu ana sehemu ya uungu ndani yake. Ndio maana Biblia inasema, mimi nimesema ninyi ni nani? Ninyi ni miungu. Kwa nini? Kwa sababu tumembeba Mungu ndani yetu. Tuna sehemu ya uungu ndani yetu. Kwa kuwa Mkristo sio daraja, sio mtu wa kujidharau. Ukiishi itifaki ya Ukristo, na ngoja niwaambie kitu. Ngoja niwaambie jambo hapa. Roho Mtakatifu alikuwa ananinong'oneza kitu wakati naendelea na maandalizi ya ujumbe huu. Kanisa letu ielewa itifaki hii na kuiishi. Kuna viwango vingine Mungu anatupeleka katika maisha yetu. Kabisa. Hautabaki kwenye level hiyo. Maana kuna watu tutaona mbele ya tunapoendelea kujifunza. Kuna watu wameishi maisha ambayo kimsingi ni kwa sababu walivuruga itifaki. Hata jamii inayotuzunguka kuna namna inavyotuangalia. Kuna baraka zingine kwenye maisha wala hazihitaji uwe na vyeti vizuri sana vya darasani. Zinahitaji tu uwe mwana itifaki mzuri. Afu mtu akiishi na wewe, aisee, anakupa hata ambacho asingekupa. Tuko pamoja? Amen. Tuko pamoja? Amen. Kabisa. Nilisema kuwa Mkristo ni kuchaguliwa katikati ya mamilioni ya watu wengi. Wewe unapewa heshima, unapewa daraja. Kwenye familia yako mko watu wengi, angalia watu wangapi wamepata neema ya wokovu. Ndio kwa sababu wewe ni mzuri. Mungu ametaka wewe uwe sample. Nilisema Jumapili ile kwamba kuwa Mkristo maanake ni kuwa mfano, ni kuwa sample, kuwa kielelezo cha watu wengine, kujifunza matendo mema, kujifunza maisha ya utaratibu,
kujifunza kutoka kwako. Ukiona kwako watu hawajifunzi, kuna mambo hayajakaa sawa sawa. Mungu atusaidie. Mungu atusaidie. Kuwa Mkristo ni kustahirishwa upya na kupewa fursa ya kutenda mema mbele za Mungu na wanadamu. Aliyekuokoa alikupa fursa wewe uonyeshe dunia wema, uionyeshe dunia uzuri. Bana, duniani wanatendea haki itifaki huko. Ukienda hata huko serikalini kuna protokoli zao, kuna itifaki zao. Lakini sisi tukisoma Biblia tunaona itifaki iliandaliwa kwetu. Jina la Bwana libarikiwe. Maana Biblia ndio inatufundisha mambo yote yatendeke kwa uzuri na kwa. Sasa wao duniani walichomoa, wanaweza kupanga mambo, watu wakae vizuri, mkubwa kae hivi, sijui rais atunzwe hivi na mambo mengine. Wanayapanga vizuri kwa mujibu wa itifaki zao. Lakini sisi tukiangalia kwenye Biblia tunaona itifaki ililengwa kwetu. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana asifiwe. Kwa mahali alipo Mkristo, yani kama unatoa huduma ya chakula kwenye genge lako, yani mteja akija kununua aenda waambie na wengine, jamani nendeni genge fulani mkanunue. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Tuko pamoja? Sio mteja anakuja kununua anakuta uchafu umerundika mlangoni. Hata kama biashara wewe ulionayo ilikuwa nzuri kuliko ya mwingine, kuna mwingine asiyependa uchafu, kwa kuona ule uchafu tu hata rudi pale kununua. Tuko pamoja? Amen. Haya, mtu akija mahali unapotoa huduma, lugha yako unampa lugha gani? Inamvutia kesho kurudi au anafika hapo, habari za leo nzuri. Yaani mteja alikuwa na hamu ya kuuliza kitu, anakata tamaa. Yaani inatakiwa hata kama hakuwa na mpango wa kununua kwako, alazimike kufanyaje? Alazimike kununua. Na aenda waambie na wengine kwamba I say kuna duka fulani, kuna ofisi fulani, yupo dada fulani, kwa kweli yule dada ni mkarimu, ni mzuri. Tuko pamoja? Amen. Tuko pamoja? Amen. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sisi ndio tumeumbiwa kutenda vizuri, kutenda mema. Kwa mahali ulipo wewe hapatarajiwi kuwa pa ovyo ovyo. Tuko pamoja? Amen. Tuko pamoja? Amen. Ndio maana hata wale tulioanza nao pamoja kwenye msingi wa kanisa hili, mnajua moyoni mwangu dhamira yangu ilikuwa hii: sitakaa kwenye nyumba ya kwangu mpaka mahali tunapomwabudu Mungu pana heshima. Jina la Bwana libarikiwe. Ndio alikuwa maneno yangu hayo. Mahali tunapomwabudu Mungu, akija mtu mwenye akili ataona nini? Ndio maana siku tulipomaliza kupaua jengo hili, saa 5 ya usiku nilikuja nikakaa kwenye ile kona, nikasema sasa Bwana, waweza kumruhusu mtumishi wako awe na nyumba. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kabisa nilienda kuomba saa 5 ya usiku pale. Mahali ulipo wewe, iwe nyumbani, iwe chumbani kwako, iwe mahali popote, uwe umeajiriwa ofisini, hakikisha unakuwa bora kuliko wafanyakazi wengine. Amen. Wakitaka kutoa tuzo za wafanyakazi bora, au shuleni unakosoma anatafutwa mwanafunzi bora, uwe wewe. Tuko pamoja? Amen. Tuko pamoja? Amen. Tunaelewana vizuri? Amen. Sasa ule ubora wetu umeenda wapi? Uzuri wetu umeenda wapi? Tatizo watu wengi hawajitambui. Anakuwa Mkristo anaishi kama mpagani. Hapana, sivyo.
ndivyo ulivyokusudiwa wewe. Tuliumbwa katika Kristo Yesu tutende matendo mema ambayo Mungu aliyatengeneza tokea awali tuenende nayo. Mambo yoyote yaliyo ya kweli, yoyote yaliyo ya staha, yoyote yenye kupendeza, ikiwapo sifa nzuri yoyote, ukiwapo wema wowote, yatafakarini hayo. Tuko pamoja? Amen. Tuko pamoja? Amen. Kuna namna unavyotakiwa kuwa, na kuna baraka zingine zimeondoka kwenye maisha yetu, kumbe tulizisukumia mbali sisi wenyewe. Sasa itifaki na kurudisha kwenye nafasi yako. Narudia tena, itifaki na kurudisha kwenye nafasi yako. Amen. Vitu ulivyonyang'anywa, ulivyoibiwa, ulivyovipoteza, sasa hautavipoteza tena. Amen. Maana yake, ndio maana Jumapili ile nikawaambia hivi, ningekuwa narudi, Yesu hajaniajiri kunipa kazi na kwenda kutafuta kazi, mimi siwezi kukosa kazi jamaa. Sikosi kazi, kazi ni nyingi. Kwa sababu wanaozingatia itifaki wanatafutwa, ila ni adimu. Ningeenda kwa mtu kama ni mfanyabiashara, kama na kampuni yake, kama na nini, ndugu naomba kazi, anaanza kunijibu tu kirahisi, kazi haipo. Mimi naambia, najua unababaishwa na swala mshahara. Naambia, mimi nipe kazi, nikufanyie kazi, alafu wewe utaamua unilipe shilingi ngapi. Yaani kosa lake tu aniweke mahali, nitie mguu pale, nitakuwa kama msafiri wa daladala. Gari hata kama limejaa namna gani, akishatia mguu tu pale ameondoka. Ta gari na tabia kujichekecha namna hii. Kwa hiyo ninavyojichekecha ndivyo tunavyojipanga. Tuko pamoja? Amen. Hiyo si nimepita hapo, ninajua. Kwa hiyo kuna mahali unaangalia, wewe fikiria huko Kinondoni, huko Vikindu, na usafiri ni wa shida, halafu wewe unataka lije gari ambalo utaenda umepiga na kishoka, unalipata wapi? Ishu tu wakuruhusu tu uweke mguu pale, ni vifaa vyako, kama ni simu au pesa unashika mkononi. Kwa itajipanga vizuri. Kwa mtu akishakupa kazi, akishakupa pa kufanya kazi, iwe ni binti umeajiriwa kwenye nyumba ya mtu, pambana na kulala kama afisa, amka mapema, panga mambo yako vizuri, weka mambo sawa. Kama ni kazi umepewa, ni duka unauza, au ni ofisi yoyote unafanya, wenzako wanaingia kwa muda wa kawaida mpaka wanachelewa, wewe wahi mapema asubuhi. Wahi mapema asubuhi. Kuna namna, kuna kitu naweka kwenye moyo wa mtu. Tuko pamoja? Utashangaa kuna ziara siweza kwenda wapi, ni wewe. Unashangaa kuna kitu, ni wewe. Unashangaa kila kitu, ni wewe. Mpaka watu wataanza kuchukia kwamba huyu jamaa labda anafanya kampeni. Wala hamna kampeni. Ni kwa sababu itifaki umeilingana. Bosi amekuagiza kafanya kazi fulani, nenda kaifanye kwa wakati, maliza. Njoo utoe taarifa, nimemaliza. Nani asiyependa mtu mzuri? Sasa unapewa kazi ya masaa mawili, unafanya masaa matano. Mpaka hatiye kupa kazi anachoka, anasema aisee. Sasa huyu jamani, kwa sababu ya taratibu ngumu za kufukuza mfanyakazi, kila atakiwa afukuzwe. Itifaki. Hebu sema itifaki. Itifaki. Hebu sema itifaki. Itifaki. Haya, tuangalie namna Mkristo akijua kuitumia itifaki vizuri inavyoweza kumletea matokeo makubwa. Mkristo akijua itifaki vizuri, namna inavyoweza kumletea matokeo makubwa. Nina dakika kama 15 za kuweka vizuri jambo hili. Tuangalie itifaki. Mkristo akijua kuitumia itifaki vizuri inavyoweza kumletea matokeo makubwa.
Mwezi uliopita, kama sio mwezi huu ni mwanzoni wa mwezi huu, tulijifunza juu ya kanuni ya asili. Kanuni ya asili ilikuwa, tulijifunza kanuni gani? Kanuni gani tulijifunza ya asili? Wale mnaokumbuka? Mmesahau mara moja hii? Tulijifunza kanuni ya asili ya kuwa na adabu. Hebu sema adabu. Hebu sema adabu. Sasa jinsi unavyozingatia kuwa mtu mwenye adabu, itakutofautisha na watu wengine. Sasa sikiliza. Jambo la kwanza hilo, nimesema namna itifaki ukijua na kuitumia vizuri inavyoweza kuletea matokeo makubwa. La kwanza ni kuzingatia kuwa mtu mwenye adabu. Wewe unaamua kuwa mtu mwenye adabu. Sikiliza. Hakuna mtu anakulazimisha kuwa mtu mwenye adabu. Ni wewe unaamua kuwa mtu mwenye nini? Adabu ni kinyume cha kiburi, majivuno na dharau. Unaamua kuwa mtu mwenye adabu. Na sikiliza, adabu ya mtu inaonekana katika maeneo yafuatayo. Usemi wako. Nini? Usemi wako. Sikilizeni niwaambie, nizungumze na vijana. Kwa mfano, vijana wengi wa kiume na wa kike mnaowaza juu ya kuoa na kuolewa, siri ya kwanza iko hapa. Tuko pamoja? Tuko pamoja? Amen. Siri ya kwanza iko wapi? Iko hapa, kuwa mtu mwenye adabu. Tulikuwa tunapewa historia nyuma na wazee wetu. Zamani haikuwa kawaida kama ilivyo leo. Watu wanakutana Facebook na Instagram na mitandao mingine ya kijamii, wanabebana wanaondoka. Wazee kulikuwa na vitu wanavizingatia. Moja ya kitu ambacho walikiangalia ni adabu. Yule binti wa fulani ni binti mwenye adabu, hana mdomo mrefu, hana kauli mbaya, anaheshimu watu. Tuko pamoja? Amen. Tuko pamoja? Amen. Kwa hiyo adabu ya kwanza inaonekana kwenye usemi. Sikiliza, mimi hapa natengeneza mtu. Sasa tuna watu wengi ambao wamekosa baraka za Mungu kwa sababu ya tabia zao jinsi walivyo. Baraka zote tunazomwomba Mungu atupatie, mnadhani ziko mbinguni? Mungu ameweka kwenye mikono ya watu. Sasa hao watu na watumiaje? Kuna mengine utafunga na kuomba, sawa, lakini sio njia moja tu. Mungu ana njia nyingi anazozitumia. Adabu itakuletea mtu kutoka mbali. Niliwahi kuwapa ushuhuda wa binti nimemfungia ndoa hapa Moshiba. Mabinti wote kanisani waliolewa, walibaki peke yake mpaka anampa majina kila mtu anayoona. Lakini binti havunjwi moyo na lugha za watu, yeye anamwangalia Mungu. Alikuwa anafundisha watoto pale. Mwaka fulani nilienda kufundisha pale, nikaenda na binti moja anaitwa Rita. Miaka ile tunaanza kanisa, Rita nilizunguka naye kwenda kufundisha huko. Sasa yule binti tulimkuta anafundisha pale. Mchungaji ananiambia, yaani huyu binti bwana, Mungu ambariki sana, ndiye anawahi ibadani, ndiye anapanga mambo kanisani, sina walimu wa watoto, ni huyu. Na tulikaa naye na kumsaidia
kuboresha namna ya kufundisha watoto. Umefika wakati binti anahitaji mume. Mungu amemletea kijana anafanya kazi London, Uingereza, ambaye aliongea na dada yake, jirani wa kanisa. Jirani wa kanisa. Mwambia, dada, nataka mke lakini huku sioni mke. Na dada yake naye hasali kanisa letu, yana dini yake nyingine. Akasema, wala usitaabike, yupo mtu kwenye kanisa jirani hapa, huyu binti ananibariki. Mpaka nilishawaza moyoni, ningekuwa na kijana naye oa, huyu binti asingeniponyoka. Huyu binti ana adabu, huyu binti ni mzuri, hana kiburi, hana majivuno, hana dharau. Alipompa hizo sifa kijana akasema, nitumie picha. Mama kazunguka, kamwomba binti picha, hata binti ajua naomba picha ya nini, akampa, ikaenda. Alipoiona picha akasema, amina, huyu ndiye. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Michakato ikaanza, kijana kaja, kalipa mahali. Siku ya kufunga ndoa nikapata neema, askofu wetu akanipa kibali cha kwenda kufunga ile ndoa. Na mtazama yule binti mpaka nikashtuka, nini kimetokea? Mchungaji anasema, acha ni ushuhuda wa ajabu hapa. Alipewa majina yote, maana kuna watu wana midomo mibaya, wanawahi kuwatamkia watu maneno ya ovyo. Usipende kumtamkia mtu maneno ambayo usingependa wewe kutamkiwa. Muombee tu mtu, kila mtu ana wakati wake, kila mtu ana kesho yake. Adabu. Kwa usemi wako, adabu inaonekana. Matendo yako unayotenda, adabu watu wanaiona. Mwenendo wako watu wanaiona adabu. Mavazi yako unayovaa. Wakati mwingine tunagombana na vijana wanataka kujivalia hovyo. Hapana. Kuna mahali utapishana na gari la mshahara kwa sababu ya mivao yako ya ovyo. Mtu anakuangalia, sasa huyu binti alikuwa mzuri, lakini namna yake anayovaa inakera. Sawa, haitakiwi labda uvae, lakini uangalie, je, hivi ninavyovaa inabariki watu? Inalinda ushuhuda wangu kama Mkristo au inanipeleka nje? Tuko pamoja? Amen. Mavazi yako na uvaaji wako, mwonekano wako tu kwa ujumla, unanyoaje hata kichwa chako? Na mwingine ananyoa kama mganga wa kienyeji. Yaani ulivyonyoa tu yenyewe yaani mtu anakuona mpaka kuna msako unapita na wewe unakumbwa kwa sababu ya namna ulivyo. Uko pamoja? Kuna ndugu yangu alishawahi kuzolewa. Kumtoa ilikuwa shughuli, ilibidi nipige simu mpaka kwa msaidizi wa rabisi. Alikuwa nyumbani, sasa wako wanatafuta wafuta bangi pale mtaani. Sasa yeye alivyo tu akawaona, kakimbia ndani. Jamaa walishamwona, ndo huyu. Na watumishi wa Mungu, polisi, maana ukumbuke polisi wanafanya kazi njema. Sisi tunalala usiku, wao wanatulinda. Na wasinge kuwepo polisi, sidhani hata hiyo biashara yako kama ungeifanya. Kuna nchi ambazo kwenye eneo la usalama watu hawako vizuri. Wewe kafuatilie, mtu ananyang'anywa hata alicho nacho. Sasa yeye amekimbia ndani akidhani amewaweza, wakamfuata huko ndani. Wanatoka. Akagoma, akaenda kumchukua. Walimbeba hivyo walivyo. Alipiga kanguo fulani kwa kweli. Hata wewe na ni mtu mzima sasa, ukimwona alivyo. Kwa akalala ndani, ikabidi nimtoe kama kesho yake. Nikauliza kosa lake ni nini? Wasema kwa kweli alivyo ilitia mashaka, kwa sababu tulikuwa tunatafuta watu.
tunatafuta watu waliofanya uhalifu hapa mtaani. Muonekano wako. Wewe ni Mkristo ambaye hata uvaaji wako unahubiri. Kunyoa kwako kunafanyaje? Nahubiri. Kusuka kwako kunafanyaje? Tembea yako inafanyaje? Nahubiri. Kwa pamoja. Ni lazima chochote unachokifanya uangalie nafasi yako mbele za Mungu ikoje. Bidii yako katika kazi, adabu inaonekana. Mtu mwenye adabu hata kwenye kazi yake. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Mimi na wachungaji wangu wote wanajua. Niwe na kikao, niwe na ibada, ni marufuku kuchelewa. Hiyo ni itifaki nimejiwekea mwenyewe. Na ninapata wakati mgumu ninapochelewa. Mimi mwenyewe naanza kujisikia vibaya. Kwa wakati mwingine hata wachungaji wangu tunapokuwa kwenye vikao, wanajua na kuwa mkali. Mchungaji anayeongoza kondoo unachelewa saa nzima kwenye kikao. Inanipa tafsiri kwa manake hata huko ibadani kwako, we unaswaga kondoo ibadani, we unakuja mwishoni kama wale wengine sitaki kuwataja. Wanatokea dakika za mwisho tu wanachomoka pale. Sisi wachungaji wa aina hiyo. Katika Israeli mchungaji wa kondoo, uchungaji tunaofanya sisi, wala usitukompee na watu wengine wanavyofanya. Si wanarukia wakati wa sadaka, wanadondoka. No, sisi sio wa aina hiyo. Sisi uchungaji tunaofanya hauna tofauti na Israeli. Zaburi ya 23 mstari wa kwanza, Biblia inasema, Bwana ni mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Katika malisho ya majani mabichi huniongoza, kando ya maji ya utulivu hunilaza. Nijapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya, maana wewe Bwana uko pamoja nami. Gongo lako na fimbo yako yanifariji. Katika Israeli mchungaji wa kondoo alisimama mbele, halafu kondoo wanafanyaje? Wanafuata. Kwa yeye ndiye aliongoza njia. Kwa pamoja. Yuko mbele. Sasa akikutana na huko mbele kuna njia ya bonde la uvuli wa mauti, ni lazima angalie jinsi anavyopita pale, ili na kondoo wafanyeje? Wafuate. Sasa uchungaji wetu sisi huku tunaswaga watu wanaenda mbele, alafu sisi tunabaki nyuma. Ndio maana kuna makanisa unakuta waumini wanatoa, mchungaji hatoi. Anahimiza tutoe zaka, yeye anataka wengine watoe zaka, alafu yeye zaka yake hatoi. Sisi hatufanyi uchungaji wa aina hiyo. Na mimi sio pastor wa aina hiyo. Kile ninachokisema nataka nianze kukifanya mwenyewe. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa katika kazi unaoifanya onyesha bidii. Tuko pamoja? Iwe kazi yako mwenyewe, onyesha nini? Huduma uliopewa kufanya, onyesha nini? Onyesha bidii. Kama we ni mwimbaji, onyesha bidii kwenye uimbaji wako. Kama we ni shemasi, onyesha bidii kwenye ushemasi wako. We ni mzee wa kanisa, wewe ni nani? Onyesha bidii katika kazi yako. Tunaelewana wa ndugu? Haya. Adabu inaonekana katika ibada. Katika nini? Adabu inaonekana katika huduma. Adabu inaonekana katika sadaka na zaka. Adabu yako ionekane. Tuko pamoja? Amen. Tuko pamoja? Amen. Jambo la mwisho kwa leo, nimalizie hapa. Namna Mkristo akijua itifaki inavyoweza kumletea matokeo makubwa. Jambo la mwisho ni jinsi anavyomtazama Mungu na mtumishi wake. Mungu ameweka mizania. Hebu sema mizania. Hebu sema mizania. Nisomee Nyakati wa Pili 20:20. Angalia ile mizania iliyowekwa. Amen.
Nyakati wa pili 20:20. Hiyo inasema, niwie radhi niongeze dakika 7. Wanasema wakaamka asubuhi na mapema, wakaenda nje katika jangwa la Tekoa. 20:20. Endelea. Nao walipokuwa wakitoka, Yehoshafati akasimama akasema, ndio, nisikieni enyi Yuda nanyi wenyeji wa Yerusalemu. Mwaminini Bwana Mungu wenu. Mwaminini Bwana Mungu wenu. Hebu sema wote, mwaminini Bwana Mungu wenu. Mwaminini Bwana Mungu wenu. Ndivyo mtakavyothibitika. Ndivyo mtakavyothibitika. Sema ndivyo mtakavyothibitika. Ndivyo mtakavyothibitika. Waaminini manabii wake. Waaminini manabii wake. Ndivyo mtakavyofanikiwa. Ndivyo mtakavyofanikiwa. Hebu sema ndivyo mtakavyofanikiwa. Ndivyo mtakavyofanikiwa. Sema tena, waaminini manabii wake. Waaminini manabii wake. Ndivyo mtakavyofanikiwa. Ndivyo mtakavyofanikiwa. Yes. Amen. Eleza. Jinsi gani unamtazama Mungu na nabii wako inaamua juu ya matokeo utakayokuwa nayo kwenye maisha yako. Katika eneo hili kuna level 3 za kutazama. Level ngapi? 3 za kutazama. 1, unamchukuliaje Mungu na nabii wako au mchungaji wako, unamchukuliaje? La pili, unamwaminije? Unamwaminije? Sikiliza. La tatu, unamkubalije moyoni mwako bila unafiki? Sikiliza. Moja ya kikwazo kikuu kilichofanya Wakristo wengi kudumaa makanisani ni namna wanavyomtazama Mungu na kumchukulia pamoja na watumishi. Imesababisha maisha ya watu wengi kubaki hivyo hivyo walivyo. Kwa faida yako naomba usome kitabu cha Mathayo sura 15 mstari wa 54 hadi 58. Hii hatutasoma mistari ni mingi na muda wangu umeisha. Lakini ukisoma pale, Biblia inakuweka wazi kabisa. Yesu hakufanya muujiza wowote, hakufanya miujiza mingi kwao kwa sababu ya tabia hii. Kuhani wako, huyo ndiye nabii wako katika maisha yako. Narudia tena. Kuhani wako ni nani? Ni nani? Huyo ndiye nabii wako. Kazi inayofanywa kutoka kwenye madhabahu pia ni kazi ya kinabii. Na kwa kuwa yeye ni nabii wako, kuna sehemu ya mbaraka Mungu ameuweka kwenye maisha yake ili uje kwako. Ili uweze kuupata huo mbaraka na muujiza huo, ni lazima kwanza wewe uamue kubadili mtazamo wako, jinsi unavyomtazama na kumchukulia kwenye maisha yako. Sikiliza. Hata maneno ninayoongea hayatakuwa na maana kwako. Itategemea jinsi unavyonichukulia. Itategemea jinsi unavyonikubali. Itategemea jinsi unavyoniamini. Kwa sababu kilichofanya Wakristo wengi wasione miujiza kwenye maisha yao sio kwamba Mungu hataki kuwatendea, ni jinsi walivyo wao. Ndio maana unaweza ukashangaa wageni wanakuja, wanapokea miujiza, wanaondoka. Tatizo ni nini? Ni jinsi wanavyochukulia.
ni jinsi wanavyotazama. Mgeni atakuja, atapokea muujiza, ataenda. Wewe uliyekaa miaka 5, 6, 7 umedumalia hapo hapo na umechukulia kawaida, hakuna kitu kitabadilika kwenye maisha yako. Sikiliza, Mungu huwa hafanyi nje ya mtazamo ulionao wewe. Huwa hafanyi nje ya imani ulionayo wewe. Kuna vitu anaviangalia. Na kuna maswali ya kujiuliza moyoni mwako. Kila mmoja ajiulize. Kila mmoja ajiulize. Una mtazamo gani? Kwa nini Mungu alikuweka chini ya madhabahu hii? Una imani gani juu ya madhabahu hii? Imani gani umeibeba? Upendo wako wa moyoni usio na unafiki ni wa kiwango gani kwenye madhabahu hii? Kiwango chako cha usikivu, utii na unyenyekevu kwenye madhabahu hii kikoje? Mema yako yanayopita mkononi mwako Mungu anayokubariki yana mchango gani kwenye madhabahu hii? Yanamgusaje mchungaji wako? Na ni kanuni ya Biblia, mshirikishe mkufunzi wako mema yako yote. Ngoja nikwambie, wakati tukiwa na wiki ya maombi hapa, tulijifunza aina 3 za nini? Za upako. Wangapi wanakumbuka? Asante sana ninyi mnaokumbuka. Na tuliona kuna upako wa ndani na kuna upako wa. Sasa nataka nizungumze ule upako wa juu kwa ajili ya kazi. Katika Biblia kuna watumishi mbalimbali waliopakwa mafuta. Wa kwanza ni Ibrahimu. Ibrahimu alipakwa mafuta ya kuwa baba wa mataifa mengi. Kwa pamoja, kwa automatically mtu akijiconnect na Ibrahimu, kuna sehemu ya mbaraka inakwenda kwake. Tuko pamoja? Ndio maana Biblia inasema walio wa imani wanabarikiwa pamoja na nani? Na Ibrahimu. Musa alipakwa mafuta ya kuwa mwokozi, kuwatoa watu utumwani kwenda nchi ya ahadi. Yeremia alipakwa mafuta ya kuwa nabii, na yale mafuta yalikuwa na kazi ya kubomoa, kuharibu, kuangamiza ili ajenge na kupanda. Kila mmoja ukimsoma utaona mafuta aliyopakwa. Na Yesu anapokwenda hekaluni kule Nazareti, kwenda katika sinagogi kule Nazareti, akasimama akapewa chuo cha nabii. Luka 4:18 anasema, Roho wa Bwana yu juu yangu, yako mafuta niliyopakwa nayo kuwahubiri maskini habari njema, wafungwa kufunguliwa kwao, kuacha huru waliosetwa. Yesu anatangaza mafuta aliyo nayo. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Sasa sikiliza, niache huko, maana ni wengi, nikikupa mifano ni wengi. Nije mimi ndiyo pasta wako hapa, nimepakwa mafuta kwenye hii madhabahu kukuhudumia wewe. Mimi nikiangalia, nikisema kama Yesu, mafuta ambayo Mungu ameyaweka kwenye utumishi wangu,
Nimepakwa mafuta ya kitume, ninafanya kazi ya utume, ndio maana natembea. Hayo ni mafuta ambayo Mungu amenipa, sio kila mtu anafanya kazi hiyo. Nimepakwa mafuta ya uinjilisti, naweza kusimama kama mwinjilisti nikahubiri na watu wakafanyaje? Wakaokoka. Nimepakwa mafuta ya kuchunga kondoo, ndio maana wewe unakaa hapa kwa amani na kwa furaha. Jina la Bwana libarikiwe. Ni mafuta yaliyoko juu yangu. Ningekuwa sina neema ya uchungaji, tungekuwa na migawanyiko na mipasuko mingi. Naomba uelewe kitu hapa. Lakini pia mimi nimepakwa mafuta ya kinabii, ninayo. Na siku moja kiongozi huyu wa ibada aliwahi kusema yeye hapa, mimi sijikuwahi kusema, lakini yeye aliongea hapa na nina shuhuda nyingi. Lakini ngoja niwape mafuta mengine ambayo ninyi hamjayajua, kwa sababu Wakristo wengi hawanaga udadisi wa kufuatilia vitu. Mimi pia nimepakwa mafuta ya ufalme ukuu, ninayo. Amen. Haya mafuta ninayo. Ukitaka kujua kwamba haya mafuta ninayo, angalia kazi ninazofanya. Nikikupa shuhuda za kazi ambazo Mungu amenitumia kwenye levo hiyo, huwezi kufanya hizo kazi kama huna mafuta hayo. Lakini pia mimi nimepakwa mafuta ya kutajirisha watu. Amen. Kabisa. Amen. Hayo mafuta ninayo na mimi ninajua. Amen. Sasa yanakudondokeaje wewe na uzao wako? Amen. Yaanze kufanya kazi. Hiyo sio shughuli yangu, ni ya kwako. Amen. Unatazamaje? Unaaminije? Unachukuliaje? Hiyo ni ya kwako. Ukinichukua kama Elisha mdogo wangu, huyu ni kaka tu, nitabaki kwako kuwa kama kaka. Na kuna vitu havitatokea kwenye maisha yako. Ukinichukulia Nahumu kama baba yangu, nitabaki kwako kuwa kama baba. Katika level hiyo utaenjoy, lakini kuna vitu hautaona. Wangapi wanaelewa anachoongea? Amen. Katika Biblia ukisoma Wafalme wa Pili 4 mstari wa 8 na kuendelea, kamwangalia yule mama Elisha alikuwa anakaa kwao muda wote. Hakuna kitu kilitokea kwenye maisha yao mpaka walivyobadilika namna wanavyotazama, namna wanavyochukulia, ndio kuna vitu vilianza kutokea. Wewe fikiria, mimi kwa mafuta haya nilishaondoa mpaka mkuu wa wilaya aliyejiuguza kichaa cha kwanza kufuruga kanisa letu mahali, nikampandia kwa wenye mamlaka. Hatuwezi kuwa na mkuu wa wilaya wa aina hii, anafuruga kanisa, anafuruga watu pale, na wenye mamlaka akamtoa kwa neno langu. Kiongozi wetu mkuu aliugua, akapelekwa kwenda kurundwa katikati ya watu tu wa kawaida, na yeye ni kiongozi wa juu. Nikapanda kwa wenye mamlaka, kama haiwezekani kwa level hii, hapana, kiongozi wetu. Na wakati na wakachukua hatua. Ni mengi, nikianza kuyataja kwenu ni mengi. Huwezi kufanya kazi hizo kama una mafuta hayo. Yeah. Katika ulimwengu wa kawaida mtamchukua Morris kwa level ya Morris, lakini wenye macho ya rohoni watanyenyua watoto wao kuwa wafalme kutoka kwenye madhabahu hii. Amen. Kabisa nakwambia. Haya mafuta hayakuwekwa ili yawe faida yangu mimi, ni kwa faida yako wewe. Ningekuwa kazi ninazofanya kwenye taifa hili zote nazitaja. Nilipokuwa Zanzibar ungeona kanisa letu la Zanzibar walivyobaki na furaha. Sasa mnachukulia vitu kawaida, unabaki wa kawaida. Tumezoea. Na mazoea mpaka jina lako litaitwa mazoea. Usishangaa ukitana mtu mtaani akakuita we mazoea, wala usishtuke. Sasa umezoea. Hebu malizia hilo andiko. Sikia kilichomkuta Yesu. Nataka tuishie hapo. Amen. Soma hiyo nani? Hiyo Mathayo
kumi na ngapi ile? 13 54 13 54. Soma hapo uangalie kilichotokea. Hata Yesu alisikia vibaya, na yeye ndo Mungu. 13:54 inasema na alipofika nchi yake akawafundisha katika sinagogi lao, hata wakashangaa wakasemaje, huyu amepata wapi hekima hii na miujiza hii? Endelea. Huyu si mwana wa seremala? Mamaye si yeye aitwaye Mariamu? Na nduguze si Yakobo na Yusufu? Na nduguze si ndugu yake na Yusufu? Na Simoni na Yuda? Na maumbu yake wote wapo hapa petu. Basi huyu amepata wapi haya yote? Inawezekana kuna mtu anashangaa, hivi Morris labda ni usalama. Hakuna cha usalama, na maana na usalama ni mafuta anayotembea nayo. Amen. Wakachukizwa naye Yesu. Yesu akawaambiaje? Nabii hakosi kupata heshima isipokuwa katika nchi yake. Kuna neno nalitafuta kule na nyumbani mwake mwenyewe. Wala hakufanya miujiza mingi huko. Kwa sababu ya kutokuamini kwao. Angalia sasa yale maswali niliyokupa. Hakufanya miujiza mingi huko. Sababu nini? Kutokuamini kwao. Namna walivyomchukulia, namna walivyomwamini, namna walivyomkubali. Alipopima hiyo level, akasema hao watu wanahitaji wabaki hapo hapo. Unajua kuna wakati mimi naamua tu moyoni niwape siri kwa sababu inaniuma. Ningekuwa kila kitu nakwambia kinachotokea kwenye maisha yangu na utumishi wangu. Wewe ukiona mimi sinaga hofu, yani sinaga wasiwasi hata niwe napita kwenye mazingira magumu, ni kwa sababu kwanza ninaelewa nilichokibeba. Ninaelewa nilichobeba ni nini. Hakiniruhusu mimi kuanza kujidhalilisha na kuja kupiga makelele ovyo kwa watu. No, hapana. Nilishapakwa mafuta yote haya. Alafu haiwezekani. Sasa sikiliza nikuibie siri. Na unaposikia na kuambia kanisa letu kuna miaka inakuja hatutakuwa kwenye level hii, ni kwa sababu ninaamini kwamba kuna namna watu wanaendelea kupanda kwenye uelewa. Kuna namna watu wanagaini, wanatoka walipo wanakwenda kwenye viwango vingine. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Walishangaa ndugu fulani nilienda kuhubiri mahali, wanashangaa napita tu naitwa na mkuu wa mkoa, anasema ukija maeneo haya njoo kwanza usaini kitabu halafu wewe ukafanye shughuli zako. Ni nini? Ni mafuta niliyopakwa. Amen. Haya mafuta hapewi kila mtu. Mimi katika FPCT nimepakwa hayo. Amen. Kwenye ibada na mikutano yetu ya kitaifa mingi, karibu mikutano isiyohesabika, nimekuja na viongozi mbalimbali wa kitaifa pale. Mama, nimemaliza. Mwambie jirani yako